Michezo ya kombe la dunia ya miaka ya nyuma sana ilikuwa ina mambo mengi sana ambayo hayazungumzwi sana kwa sasa, lakini mambo ambayo ni ya kukumbukwa sana. Kuna tukio la Harald Schumacher ambaye aliwahi kufanya tukio la kushangaza zaidi. Huyu alikuwa ni golikipa wa timu ya taifa ya Ujerumani Magharibi ambaye anakumbukwa mpaka leo. Na tukio lake lilibatizwa jina la The Night of Sevilla ama usiku wa Sevilla, ambapo kombe la dunia katika matoleo ambayo yamepita, yale matoleo ya zamani, kulikuwa kuna baadhi ya michezo ambayo ilipewa jina. Kulikuwa kuna mchezo pia ambao wenyewe ulikuwa unaitwa The Battle of Nuremberg ama The Battle of Nuremberg, ambapo pia nitakuja kuelezea mchezo ulikuwa ni mchezo wa aina gani, ambao pia ulikuwa una kadi nyingi zaidi, na ndio mchezo ambao mpaka leo umeweka rekodi ya kuwa mchezo pekee wa kombe la dunia ambao uliisha kwa jumla ya kadi 20. Kwa hiyo tuachane na Battle of Nuremberg, acha tubaki na huu mchezo wa The Night of Sevilla. Tukio la kipa Harald Schumacher wa Ujerumani Magharibi kwenye kombe la dunia mwaka 1982 ni moja tukio lenye utata mkubwa zaidi katika historia ya soka. Pengine unaweza kujiuliza, nini kilitokea? Mnamo tarehe 8 Julai mwaka 1982, Ufaransa ilicheza na Ujerumani Magharibi katika nusu fainali ya kombe la dunia mjini Sevilla nchini Hispania. Mchezo huo ulimalizika kwa jumla ya mabao 3-3 kabla ya Ujerumani kushinda kwa mikwaju ya penalty. Dakika za kipindi cha pili, mchezaji wa Ufaransa Patrick Battiston aliingia akitokea benchi na alipokea pasi ya mbele na kukimbia kuelekea golini. Baada ya kupiga mpira tu, Schumacher alirusha teke na kumgonga Battiston usoni na mwilini, lakini hakucheza mpira na Battiston alianguka chini akiwa amepoteza fahamu. Na tukio hilo linakumbukwa sana kwa sababu gani? Battiston alivunjika mbavu 3, alipoteza meno mawili ya mbele, alipata majeraha kwenye uti wa mgongo pamoja na shingo, alipoteza fahamu uwanjani na kuhitaji matibabu ya haraka. Nahodha wa Ufaransa kipindi hicho, Michel Platini, aliamini mchezaji wake amepoteza maisha kutokana na vile ambavyo mchezaji alivyoanguka chini alitulia. Cha kushangaza ni kwamba mwamuzi wa mchezo huo, Charles Conver, hakutoa hata faulu wala kadi ya njano au nyekundu, na Schumacher aliendelea kucheza kana kwamba hakuna kilichotokea, na uamuzi huo ulizua hasira duniani kote kwa sababu kila mtu aliona lile tukio. Na baadaye Schumacher aliokoa penalti 2 katika mikwaju ya penalti na kuweza kuipeleka Ujerumani katika hatua ya fainali. Kwa miaka mingi Schumacher alikosolewa vikali nchini Ufaransa, na hata hivyo baadaye alimuomba Battiston msamaha na wawili hao walikuja kupatana. Schumacher mwenyewe alikiri miaka kadhaa baadaye kwamba analijutia sana lile tukio na anajuta sana kwa kile ambacho alikifanya. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi wa soka ulitaja kama faulu mbaya zaidi kuwahi kutokea kwenye mchezo wa kombe la dunia, na nusu fainali hiyo inajulikana kwa jina la The Night of Sevilla, yani usiku wa Sevilla, kutokana na drama ina mabao jinsi ambavyo yalitokea. Na hiki ni mojawapo kati ya kisa maarufu sana, ukiachana kile kisa cha Diego Maradona ya Hand of God, lakini pia ukiachana na kile kisa cha The Battle of Nuremberg. Takuja kuelezea hapa hiki kisa cha The Battle of Nuremberg, lakini kwa leo acha ni kuache na hicho kisa cha golikipa ambaye alitaka kuua mchezaji mwenzake uwanjani, lakini hakupewa hata kadi ya njano wala kadi nyekundu na hata faulu kuwekwa, na huo mchezo mpaka leo unakumbukwa na unaitwa The Night of Sevilla, uite usiku wa Sevilla.